Na nikwambie tu Sekera, halo. Mambo Jano? Safi dada, kwema? Namshukuru Mungu, sijui wewe. Salama tu, sijui wewe dadangu. Poa, umeamka salama? Upo wapi mdau? Mimi niko nyumbani. Upo nyumbani? Sasa, si unakumbuka siku ile nilikwambia na mazungumzo na wewe? Nikajaribu kusitisha mazungumzo. Sasa leo nilikuwa nahitaji tuonane mimi na wewe. Basi sawa. Nikitoka hapa nitakupigia simu ili tuweze kukutana pale tunapokutanaga. Haya, sawa. Sawa. Sekera, kwa yote ambayo yalotokea, mimi naomba tu unisamehe. Unajua mimi kijana, siwezi kuzuia hisia zangu kwa mtu ninayempenda. Futa machozi. Nisamehe, sawa? Sawa, nisamehe. Umenisamehe kweli? Kutoka moyoni mwako? Ndio. Jamani, mapenzi raha, hasa pale ukipenda nawe ukapenda. Ulomsusia moyo naye kakususia figo, maini, banda. Jana, nimefahamiana nawe kwa muda mrefu sana. Lengo ni kukuchunguza tabia zako. Na nimechunguza tabia zako, nimeona ni mwanaume sahihi kwangu, ambaye unaweza kunifaa katika maisha yangu. Naomba unipe nafasi kwa mapenzi. Unajua umenifanyia big surprise. Kwanza siamini iko unachokizungumza kama kitakuwa kiko timamu. Ila sawa, lakini na mimi nilikuwa naombi kwako. Kama wewe ulipata muda wa kunichunguza mimi na leo kuniambia, basi na mimi nilikuwa naomba. Na mimi nipe muda nikuchunguze, ili moyo upate nafasi ya kukupatia jibu lako likiwa sahihi. Kutokana tu na busara zako, nimekuona ni mwanaume mwenye hekima ambaye unanifaa. Isitoshe mimi ni mwanamke mjasiriamali. Nahitaji nipate mwanaume sahihi kama wewe. Basi mimi nipe muda. Nipe muda wa kufikiria. Na imani hakuna kitakachoshindikana. Ila nipe tu nafasi. Sitegemei majibu mabaya kutoka kwako. Ninahitaji furaha na mimi. Leo nimefurahi sana kukaa na wewe, japo muda wetu tunaopata ni mchache. Mimi naogopa sana kuizoea furaha. Kwa nini? Kwa sababu furaha nyingi huwa inaondoka kwa haraka. Sekera,
mimi sitaondoka kwenye maisha yako, na mimi nimekuja duniani kwa ajili yako. Unajua, usiahidi vitu usivyovijua. Mbona kama huko sawa ghafla vile? Amna, niko sawa. Nilikuwa naomba niwahi ofisini. Basi sawa, hamna shida. Mimi nikutakia kila la heri. Tutazungumza zaidi. Sawa, mimi naondoka. Sawa. Mambo jana? Safi, kwema. Kwema, mzima? Mimi nashukuru, si wewe? Mimi namshukuru Mungu. Haya, basi mimi ngoja niingie nyumbani hapa mara moja. Jana? Samani. Mbona naona kama hauko sawa? Ni kweli siko sawa. Kuna mtu amenivuruga akili yangu. Unajua, kuna wanawake wanahitaji mapenzi kwa watu wasiokuwa sahihi. Ni mtu gani huyo? Hao yule alioniambia juzi? Hapana. Hawezi kuwa yule. Kuna mwanamke mmoja hivi hapa kijijini. Ananisumbua kweli. Nishamwambia zaidi ya mara moja kuwa simuhitaji na sitaki kitu chochote kutoka kwake. Lakini yeye amekuwa ni mtu ambaye mimi anielewi. Bahati kama hizo wenzio wanazililia. Lakini wewe nashangaa mtu amekupenda afu namtolea nje. Unajua, shida sio mimi. Shida ni moyo wangu. Moyo wangu hauhitaji kuwa na mwanamke kama yeye. Na sijafikiria kuwa na mwanamke kwenye maisha yangu mwenye jina kama la kwake yeye. Shadia. Shadia? Vipi? Unamjua? Hapana. Simfahamu. Unajua, mapenzi yanaendana kutokana na majina. Yeye anafusi tu kuwa na mimi. Haya, sawa. Haya. Basi mimi ngoja niingie hivi nyumbani. Alafu na imani dada tuwasiliana baadaye. Haya, sawa. Haya. Shoga yangu, naomba umenikaa hapa. Shoga, naombea shoga yangu, umenikaa hapa unanikwangua, unanikereketa. Hey, acha tu shoga yangu. Umemaliza? Umemaliza? Wewe cha umbea. Mnafiki mkubwa wewe, mzaliwa kuzimu wewe. Usojielewa kizabizabina mkubwa wewe. Sikiliza nikwambie. Kwa taarifa yako, kila kitu naelewa. Kwa hiyo shoga yangu, unajua hadi mdogo wako anatoka na wewe bwana wako unayemtaka wewe? Sasa, kama ulikuwa unajua, ulifuata nyumbani kwangu nini? Au ulifuata ushauri gani nikupe mimi kumfuata wewe bwana wako na kumwambia kwa unamtaka kama unajua anatoka na mdogo wako? Mguu uloingilia ndo mguu utakaotokea.
kuanzia hivi sasa sihitaji mazoea, sihitaji urafiki na mbwa kama wewe, kizabizabina kama wewe, shetani kama wewe, ibilisi kama wewe. Sihitaji. Yaani kuanzia hivi leo nione kama Mavi. Ama kweli ukistajabu ya Musa utaiona ya Firauni. Ndo haya anajionea leo. Toka, ondoka. 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 Mnafiki mkubwa wewe. Ama kweli, rafiki mkia afisi ukimshiriki atakufilisi. Leo ndo nimeamini. Mnafiki mkubwa wewe. Nyoko hapa na viguu vyako hivyo kama chelewa. Kutokana tu na busara zako, nimekuona ni mwanaume mwenye hekima ambaye unanifaa. Isitoshe mimi ni mwanamke mjasiriamali. Nahitaji nipate mwanaume sahihi kama wewe. Sitegemei majibu mabaya kutoka kwako. Ninahitaji furaha na mimi. Vipi brother? Mbona leo sikuelewi bro, uko na stress nini? Dadako ni gani leo? Shida nini brother? Ndugu yangu unajua kitu gani? Wenyewe wanakuambia Waswahili, mbuzi kafia kwa muuza bucha. Aje bro. Kuna mtoto mwanangu mimi kanitunuku. Kuna mtoto sasa kama amenitunuku, yasije yakatokea ya maloloso kwa sababu mwanamke anakufuata anakuambia kuwa anakupenda kama ana marazi. Ninacho kifikiria hapa sasa. Sasa brother, mbona hiyo dada safi bro? Hapo ni fiti wewe sasa chenye unaofia kwa nini uko na stress? Ninacho kifikiria mimi hapa naona kama kwangu ni moja kati ya bahati kubwa sana kuliko siku zote. Kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ndiye ambaye amenitongoza mimi. Sapo brother, hiyo si dada safi, si ni mali safi bro. Si akofiti sasa kama akofiti bro, wewe unawaza nini na umlipi bro? Ni kitu si una bro unamaliza mambo brother, juu wewe si unacheza kama wewe. Kwa hiyo zali maana yake hapo nijilipue. Yaani wewe bro, yani wewe sasa hapo hamna hata kitu kuwaza. Sasa unajua shida iko wapi? Sawa.
na hosia asije kuwa na maradhi. Bro, unajua muda mwingine mwanamke anawezekana akajirahisisha kwako, kumbe akawa na mapungufu fulani, kwa hiyo kuna kitu anakitaka kutoka kwako. Lakini sasa hapo brother, kama ni maradhi wewe unaweza, kuna uwezo wa kupima, si ndio? Au hata kama uwezi kupima bro, unachukua kuna kifaa, si ndio? Pharmacy ziko bro, inauzwa katika 1000 au 2000 kitu kama hiyo. Sawa? Hiyo unaweza ukachukua hiyo kifaa yenye unaweza unampima demu wako, si ndio? Na wewe mwenyewe unajipima. Na ni kitu ya sekunde brother. Yeah. Kwenye kupima hapo nitajifikiria kwanza. Ila ngoja kwanza. Tena hapo bro, yani hapo brother, yani hapo hata usichelewe. Kama ni mali safi bro. Ndio. Yani hata usichelewe. Wewe mwenyewe unaamini ni mali safi. Yaani nikwambie kitu kimoja ndugu yangu, mpaka nakaa hivi nafikiria. Kwanza nakumbuka maneno yake alikuwa ananiambia. Alafu sasa, yani nikisema mali safi ni mali safi kweli? Ni mali safi kweli? Alafu ni mtu ambaye mwenye akili zake, sio kusema kama hawa watoto wa 2000 hawa waumiza vichwa sijui nini. Huyo ni mali safi. Sasa hapo bro, hapo hamna. Hebu tembeza kwanza. Hamna hata kitu hapo. Yaani hapo hamna hata kitu kuumiza kichwa. Hapo si wazi kaka, na ushaniambia kama hivyo. Wewe cheza kama wewe bro. Maliza bila jilipua hapo kaka. Bila jilipua. Kwa sababu gari unajua? Kuna watu sasa hivi wanatamani wapate hizo bahati, hawana. Hilo nalo nalifikiria. Kweli. Nimepata njia. Amekuja amekuambia direct. Yaani bro. Vuta picha sasa ndio inakutokea wewe sasa. Mimi brother, mimi hata ni mimi sahihi. Unajilipua? Hiyo story venye angeniambia tu brother, mimi nimekuelewa nini bro. Mimi namshika mkono. Yaani siku hiyo. Ungekuwa kama ndio ungekuwa ndo hawa, wewe ungekuwa bei rahisi. Usiniambie sasa ingekuwa na watoto 6 au 6 kwa maisha yetu. Unaweza kushangaa na wajukuu tena sasa hivi. Baki wala. Sasa nini? Leo umelibamba sana. Au vipi? Mimi sinaelewa. Hapo hiki kitu kinyewe kimeenda mbele. Sio cha hapa hiki. Kitu skanka hiyo bro. Sio maana mwenyewe naelewa. Alafu sasa kuna nyingine bro nitakuletea baadaye. Yenyewe kabisa. Hiyo imetoka Sauzi. Bro, hiyo ni hatari hiyo. Sasa hiyo mimi nikikupatia alafu kaenda, yani hiyo ukienda kumkuta huko. Sema mwenyewe unanijua. Wewe mwenyewe unanijua. Mimi na kitu cha training. Mimi nakutambua. Alafu sasa hiyo hiyo bro, hiyo ni 5G unajua. Sekea rafiki yangu, hivi unajua dunia sio ndogo? Yaani nikisema dunia sio ndogo namaanisha dunia ni kubwa sana. Yaani ni kubwa hata unavyofikiria wewe. Alafu isitoshe, unaweza ukaficha vitu vingi, yaani ukavificha miaka na miaka. Ila ipo siku hii, na ndio mfano wa boga. Boga linaanza likiwa dogo kabisa, hata mtu halifahamu kuwa pale kuna boga. Ila siku hii moja hilo boga linaonekana kuwa kubwa, na ndio mambo unafanya wewe rafiki yangu. Kwa nini unasema hivyo? Unamaanisha nini? Hivi pekee rafiki yangu, mahusiano yako wewe na Januari, dada yako anajua kweli? Kwa nini? Kumekucha. Kwa hiyo nikwambie tu,